Bwana Yesu, asubuhi ya leo na mchana wa leo, naomba neema yako iwe pamoja na mimi. Kila roho zinazosimama kupinga ibada yangu zisipate nafasi kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Sema amen. Pigia Yesu makofi. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Baba pokea sifa. 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 Sifa watu na kutukuza, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Sema amen. Bwana kumbuke kazi ya mikono yako. Bwana kumbuke biashara yako. Bwana kumbuke mahusiano yako. Bwana kumbuke hiyo biashara. Bwana akumbuke hiyo biashara inayoyumbayumba.
Sijasikia amina ya watu wenye utayari mahali hapa. Natamka tena juu ya huyo ndoa, Bwana ikumbuke huyo ndoa katika jina la Yesu. Natamka tena juu ya ile ushauri, Bwana kumbuka ile ushauri katika jina la Yesu. Natamka tena juu ya hayo masomo yako, Bwana kumbuka hayo masomo yako katika jina la Yesu. Natamka tena juu ya biashara yako, Bwana ikumbuke ile biashara tena katika jina la Yesu. Somebody shout hallelujah. Chochote ambacho tunakifanya leo Bwana akikumbuka kupitia ibada ya ndoa. Amen. Nilikwambia I cannot fake. Amen. Siwezi fake. I cannot fake miracle. I cannot fake prophecy. Amen. When I speak something means I have seen it. I cannot speak what God has not spoken. Naongea na watu wenye imani. Naongea na watu wenye imani. Si fake miracle. Si fake muujiza. Naongea na watu kwenye ibada ya leo. Ninakuombea Bwana akutendee mambo ambayo wengine hawako kutendea katika jina la Yesu. Chochote ambacho wengine hawako kukitenda, ninatamka kama na kichwa la shako, nenda ukakitende katika jina la Yesu. Nenda ufike mahali ambapo wengine hawakufika kwa jina la Yesu. Somebody shout amen. Kuna mahali ambapo wengine hawakufika, wewe nenda ufike. Hawapo. Kuna mahali ambapo kaka yako hakufika, nenda ufike kwa jina la Yesu. Kuna mahali ambapo mzazi wako hakufika, mimi natamka wewe nenda ukafika kwa Yesu. Amen. Amen. Kwenye ibada ya leo ninachokitaka ni mtu kuwa connected basi. Ukiwa connected tayari unaondoka na muujiza wako. Naongea na watu wa imani. Nimwambia Mungu naomba leo. Hawataki tena. Naomba leo neno moja liondokane na ushuhuda wa mtu. Amen. Amen. Juzi nilimwambia yule mama, mnamkumbuka yule mjamzito yule Jumapili. Nikamwambia nenda ujifungue kabla ya nini? Nenda jifungue kabla ya Jumapili. Hawataki watu kwa Mungu. Nikamwambia mkono wangu kigusa tumbo lako ni kabla ya Jumapili. Amen. Kwa nini nasema yani ujasiri wa kumwambia kabla ya Jumapili utawapi? Ni kwa sababu siongei kitu ambacho Mungu hajakiongea. Niko na watu wenye imani kwa ibada leo. Ndio maana nikamwambia kabla ya lini? Ya Jumapili. Na alivyotoka hapa Alhamisi kaenda akajifungua kabla ya Jumapili. Kwa sasa wako na mtoto wako mzuri, sema amina yenye uhai. Na sasa natamka pia kwako, kama nilitamka kwake na ikawa, ninatamka na kwako kabla ya Jumapili ukawa na ushuhuda kwa Yesu. Amen. Ukiona nimeweka mkono wangu kwako nikatamka nenda ufanikiwe, ni wewe. Ukiliamini hakuna kuzuia. Hawapo kwenye ibada ya leo. Nikitamka nenda umepona. Naongea na watu? Ni wewe kuliingiza humu na uliishi. Yaani utembee ukijua kuna uponyaji na tembea nao. Utembee ukijua kuna kufaulu na tembea nako. Halo. Chochote kilichokwama na inua mkono wangu tu kama nabii. Bwana aruhusu njia pasipo na njia ya jina la Yesu. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Kazi ya Mungu inaendelea na kazi ya Mungu ni njema. Na tunaenda vizuri sana na kila kitu kitaenda vizuri. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Oh, sikilizeni. Sikilizeni. Furaha yangu. Mungu ni nani? Mungu ni pendo, apenda nani? apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Ongeza makofi kwa ajili ya Gadi Selevia. Amen. Familia iliyojaliwa kuwa na waimbaji wote sio ya kwenu. Amen. Amen. Tikisa jirani yako hapa ulipokaa, mwambie siwezi kuzama tena. Mwambie tena siwezi kuzama tena hata wakinizamisha. Naongea na watu wenye imani. Ibada hii ya leo nataka umwambie tena jirani yako kwamba siwezi kuzama hata wakinizamisha. Amen. Amen. Kuzama, mtu anazama, kuna kuzama kwa sababu yeye mwenyewe amejizamisha. Natamani watu waelewe.
na kuna mtu anazama kwa sababu kuna watu wamemzamisha. Amen. Nataka hata wakikusukuma wakakusukuma tena hawataki, hautazama katika jina la Yesu aliye hai. Somebody shout hallelujah. Unaweza ukazama kwa sababu umeruhusu mtu fulani akuzamishe. Amen. Na unaweza ukazama kwa sababu wewe mwenyewe umekuwa ni sababu ya kuzama. Nataka hata kama kuna sababu iliyopelekea wewe uzame, hawataki, au kama kuna sababu ambayo iko njiani na kutafuta kuzamisha, nataka leo nifute wewe ya kuzama katika jina la Yesu aliye hai. Can somebody shout hallelujah? Can somebody shout hallelujah? Okay, Biblia inasema hivi, imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, baina yanayoonekana na yasiyofanya nini? Kanisa yasiyofanya nini? Amen. Na nilikwambia mara nyingi kwamba kwenye imani hiyo, kwenye definition uiondoe, uweke definition inayosema imani ni kuona vile Mungu anavyoona. Ukiweza kuona vile Mungu anavyoona, tayari umekuwa na imani ambayo iko strong. Nataka nitembee na watu wenye imani inayosema imani ni kuona vile Mungu anavyoona. Naongea na watu wenye imani. Anasema Ibrania, anasemaje? Anasema hivi, imani chanzo chake ni kufanya nini? Ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la nini? La Kristo. Nafikiri ndio hili neno nimeleta siku ya leo. Haujasema amina bado kwa zawadi ya leo. Halo? Halo? Imani ya mtu, Ijumaa nilikuwa naongea na watu wachache hapa, sema haleluya. Nikasema imani ya mtu ikipanda juu, mtu anatoka chini na yeye anapanda juu. Halo? Imani ya mtu kishuka na yule mtu anashuka. Okay. Imani yako ikiwa strong inafanya ufanye vitu vyenye nguvu. Imani yako ikiwa dhaifu unafanya vitu vilivyo dhaifu. Niko na watu wanaelewa? Imani yako ikipanda juu, kiwango chako cha kuishi, halo, kiwango chako cha kufanikiwa, kiwango chako cha kubarikiwa nacho kinapanda juu. Kwa nini? Kwa sababu imani ulionayo imepanda juu. Ninatamka imani yako ipande juu kupitia ibada ya leo. Leo kazione baraka za Bwana leo hai. Rusha mikono juu, sema amina kwa jina la Yesu hai. Amen. Imani kipanda na vitu vinapanda. Nataka imani yako ipande, leo kutoka hapa ukutane na mjiza ambao kwa utegemea katika utanao. Hiyo amina bado haijakaa vizuri sana. Kwa sababu sauti leo. Biblia inaongelea kwa habari nzuri sana in the book of Matthew. Hello? Kwa kitabu cha Matthew anasema hivi, anasema Yesu Kristo akaanza kutembea juu ya maji. Amen. Okay, when I'm preaching I always need keyboard. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo akawa anatembea juu ya maji. And when you read the Bible, Biblia haisemi Yesu akawaona wale wanafunzi akina Petro. But the Bible say akina Petro ndio wa kwanza kuona Yesu. Hawapo watu kwenye Biblia. Biblia inasema Yesu akiwa anatembea juu ya maji, akina Petro akiwa baharini wanavua samaki, wakamuona kwa mbali. Walipomuona kwa mbali, kuna kitu kimoja kilifanyika. Nataka leo Bwana kuondolewe ya kuzama katika jina la Yesu. Amen. Biblia inasema Yesu akiwa anatembea juu ya maji, hata alipowaona Yesu alinyamaza kimya, wala hakuongea nao. Lakini when you read the Bible, utakuja kugundua kwamba Yesu alianza kuongea nao in spiritual. Kiroho Yesu alianza kuongea nao. How you know that God talked to them spiritual? Ni kwa sababu Yesu anasema hivi, alipowaona kwa mbali, akaona mioyo yao imejaa na hofu, akaona mioyo yao imejaa na wasiwasi, akaona mioyo yao imepungukiwa na imani ya kuamini wanachokiona. Biblia inasema Yesu akawaambia, msiogope. Hawataki watu kwenye ibada ya leo. Akaambia msiogope, maana ni mimi hapa. Ukisoma Biblia inasema hivi, wanafunzi wakiwa pale chomboni walianza kujiuliza, haiwezekana ni yale malowelo ya baharini, haiwezekana ni ile misukule ile. Sijui kama naongea na watu kwenye ibada ya leo.
Inawezekana pengine wanawaza na hajaandikwa na tuongeza tu kwamba waliwaza inawezekana ni yale maroho ya babu yanayofuatilia. Inawezekana waliwaza ni mizimu ya babu zao zinafuatilia. Lakini Yesu akagundua mioyoni mwao akiwa bado hajawafikia. Yesu akawaambia msiogope. Na tamkia mwenye imani moja kwenye ibada ya leo. Katika hicho unachopitia, katika hicho kinachokupa hofu, ninatamka juu yako, usiogope mwanangu, maana ushindi uko mbele yako. Usiogope mwanangu, maana ushindi uko mbele yako. Sijaona wenye utayari kwenye ibada ya leo. Chochote kinachokupa hofu, leo nakikanyaga katika jina la Yesu. Nikanyage ama nisikanyage, nikanyage ama nisikanyage. Usiwe ni roho za Biblia zikanyaga leo. Wewe ni wachawi na wakanyaga leo. Hawajasema amina bado kwenye ibada leo. Haijalishi anayekupa hofu, haijalishi anayekutaka usamisha, haijalishi yuko Tanzania au yuko nje ya Tanzania. If I be a prophet today, I prophesy somebody under this voice. Hiyo roho lazima tuikanyage kwa jina la Yesu. Roho inayokusamisha na tamka tena izame kwa jina la Yesu. Niseme ama nisiseme, niseme ama nisiseme. Biblia yangu inaniambia, sijajua yako kinasemaje, ya kwamba Petro akamwona Jehova, Petro akamwona Yesu anatembea, akamwambia Yesu, akamwambia kama ni wewe, akamwambia kama ni wewe, na mimi ni ya Mungu, nishuke tumboni nikanyage tu maji. Ni nini kilimwambia amwambie Yesu kama ni wewe? Kuna kitu kinaitwa faith. Kuna imani ilikuwa iko strong ndani ya Petro. Akamwambia kama ni wewe, na kama unajitambulisha kama ni wewe, hebu naomba uniamuru na wewe nishuke. Akasema amani ziseme hapa. Kama tamani watu wanielewe tutembea. Haiwezekana kuna kitu kiko mbele yako, kinakupa hofu na mashaka. Unajisikia leo mpaka ukibomoa hicho kitu na uweze kufika unakotakiwa kufika. Kama unaamini tena sema amina yenyewe hapa. Ukiona umekana jirani yako asemi amina, unaweza ukahama hicho kitu wala sio dhambi. Mtikise tena jirani yako, muulize unaamini au huna imani. Kama ulize kama huna imani niambie nihame hapa. Nataka niongee na wale watu wenye imani pekee yao. Biblia inasema imani, imani ni kuamini yatarajiwayo. Mambo yanaonekana unaamini, mambo hayaonekana unaamini. Nataka niongee na wale watu wenye imani. Biblia inasema ndani ya Petro imani kawa strong. Kiwango cha imani cha Petro, Biblia inasema kikapanda juu. Biblia inasema kikapanda juu. Kiwango kilipopanda juu, akamwambia kama ni wewe, kama ni wewe. Nataka mtu mmoja kwenye ibada leo aniambie, papa, kama umetumwa na Bwana, nataka hili liishe. Na kwa imani hiyo natabiri iwe mwisho wa changamoto tunayopitia. Jesus name. Somebody shout your name. Petro akamwambia kama ni wewe, kama ni Yesu unayekujua, Yesu uliyemponya Bartimayo, kama ni Yesu unayekujua, uliyemfufua Lazaro, akamwambia kama ni Yesu unayemjua, uliyeponya viwete, akamwambia kama ni wewe, na mimi niamuru nitembee. Kwa nini Petro alikuwa na ujasiri wa kumwambia kama ni wewe? Maana yake ndani ya Petro kuna imani ilikuwa imepanda juu. Nataka kiwango cha imani yako leo kipande juu na hiyo kesho iondoke. Hawataki bado watu kunielewa, hawataki watu kunielewa. Ninaweza nikakuombea, lakini kama imani yako haijawa strong, bado tatizo likabaki. Tunaweza nikatamka neno, lakini kama hujawa na imani strong, bado tatizo likabaki pale pale. The Bible says, mama mmoja katoka na damu kwa muda wa miaka mingi, akatengwa, akataliwa. Wakamwambia hata vyombo tunavyotumia, ukisoma Biblia Wayahudi wanasema wakikutenda maana yake hata sufuria, hata sahani, hata kijiko utakikutajana. Mama katoka na damu kwa muda wa miaka mingi, lakini akasikia kuna mwana hawataki tena watu hapa. Akasikia kuna mwanaume anaitwa Yesu anapita mahali pale, akasema kama ni Yesu, kila sheria niliyowekewa kwa kwamba wamenifungia huko ndani, kwamba siruhusi kuchangamana na wengine, kama ni huyu Yesu anapita, hii sheria na ibomoa. Biblia inasema pale nyumbani wote wakaondoka, yeye
akamfungia ndani, kwamba hatakiwi kutangamana na watu wengine. Haiwezekana. Naongea na mtu mmoja hapa ambaye walishamwambia haruhusiwi kufanikiwa, ambaye walimwambia haruhusiwi kusonga mbele. Hawataki watu kuelewa hapa. Kwa kila tamko la kipepo aliyokutamkia, na ninajisikia upako wa kulifuta katika jina la Yesu. Sema bila Yohana. Mama kasema hata kama nimebaki peke yangu, hata kama sheria nasema nisiungane nao, nimebaki chumbani peke yangu, kuna wote wameondoka. Biblia haitaandikwa, lakini inajiongeza kwamba mama alikuwa atakuwa alibomoa mlango, akasema kama wameondoka, ninapasua huu mlango na mimi nayotoka kule kule waliko. Ninataka mwenye imani moja hapa leo tupasue mlango wa mtu bora hawataki tena. Hiyo mipango iliyowekewa, hiyo milango ya kipepo, haya madirisha ya kipepo, tunataka tuyapasue leo. Tukiyapasua kuna baraka itakutafuta. Hawataki tena baadaye. Tukiyapasua kuna neema itashuka. Tukiyapasua kuna mtu wa maana itakutafuta. Hawapo bado kwenye ibada hii. Tunasema tukipasua huyo mlango, kuna baraka ilikuwa inakutafuta, utaona imekufikia. Ninainua mkono wangu juu kama nabii. Nataka niachie kwa wale wenye imani peke yao. Ninaposema nataka niachie kwa wale wenye imani peke yao, kuna watu wawili humu ndani naona wamesimamisha imani zao, na imani zao ziko very strong. Ninapoinua mkono wangu juu, naona hapo hapo alipokaa kwenye kiti kuna upako wa muujiza unafuata hapo. Wa kwanza ndio huyo Kristo ametukuyo Resa kala wa sema. The Bible says, mama kapota pale akasema hata kama kuna sheria, imani yangu inafuta sheria. Kuna imani watakiwa kuwa nayo inayoweza kuvunja sheria za Allah. Wakati watakapopambana kutesa, washuhudie kuongezeka kwako, washuhudie baraka yako, washuhudie uponyaji wako. Sikisa jirani yako, mwambie ni wewe, hata kushangaa wewe. Amen. Amen. Sikisa jirani yako, mwambie ni wewe, hata kushangaa. Naongea na watu wenye ibada leo. Amen. Kuna mtu anasema hili neno sio la kwako. Hilo neno ni la kwako. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. I prophesy somebody here. Mungu akutoe katika kila roho inayokufahamisha. Hata kama anayetaka uzame ni rafiki yako, hata kama anayetaka uzame ni ndugu yako, ninatamka yeye akazame mbele ya macho yako. Nafikiri kama ningekuwa Arusha kule kwa kina Gadi ungeelewa vizuri. Sasa naona bado haelewi. Nasema hivi, hata kama ni ndugu yako anayekuzalisha, wanangu wiki hii nenda ushuhudie atakavyozama yeye katika jina la Yesu. Amen. Mimi nahisi Arusha wamenielewa kwa haraka. Hapa nataka kunielewa. Mtumishi wa Mungu ni Arusha. Amen. Naenda wote Arusha. Sasa naona hapa wanielewi. Nasema hivi, ile roho inayokuzamisha. Amen. Yule mtu anayekuzamisha, yeye aanze kuzama katika jina la Yesu leo. Sema amina tena nyumbani. Sema amina tena nyumbani. Sema tena sitazama tena. Hata kama tutazama, sitazama tena. Kilichomfanya Petro azame ni nini? Ni woga, ni wasiwasi, ni hofu, ni imani kushuka. Niko na watu? Imani ikishuka, vitu vinashuka. Petro imani ilipopungua, akajikuta anaanza kuzama. Naongea na watu wenye imani. Mimi nilikuwa natamani kitu kimoja. Popote pale ulipo, uhakikishe hauruhusu mtu yeyote kwenye maisha yako kushusha imani yako. Amen. Usiruhusu mtu yeyote ashushe imani yako au awe sababu ya imani yako kushuka, bali ruhusu mtu awe sababu ya imani yako kupanda juu. Hawapo kwenye ibada ya imani yako ikipanda juu, vitu vinapanda. Kuna vitu vikufa, lakini imani ikipanda juu na vyenyewe vinapanda. Hello? Kuna mahusiano yameharibika, imani ikipanda mahusiano yanainuka tena. Kuna biashara imekufa, imani ikipanda na biashara inainuka tena. Imani yako ikipanda juu na ile amani inapanda juu. Naongea na watu wenye imani. Shida ni pale imani yako inapokuwa imeshuka. Petro aliposhusha imani yake na vitu vikashuka.
hawapo kwenye ibada. Mwambie jirani yako, siwezi kushuka tena. Mwambie tena, shuka tena. Mwambie sizami tena. Mwambie hata kama ananizamisha sizami. Mtikise kwenye bega, mwambie hata wewe ukinizamisha sizami tena. Naongea na watu wenye imani. Naongea na watu wenye imani. Na kuzama, listen to me. Kuzama hakuangalii kwamba fulani ndo anayetakiwa kuzama. Mtu yeyote anaweza kazama ndani ya mto. Amen. Unajua kuogelea, hujui kuogelea, unazama. Hawapo watu kwenye ibada. Kuna jamaa mmoja alizama. Walimpa hela akaambia atoke hapa naogelea, kutoka kama hapa mpaka wapi? Mpaka barabara ya lami pale. Naogelea mtu. Akaingia kwenye maji. Akaanza kuogelea. Mimi naenda. Wamwambie 10,000 aende arudi. Kaenda umefika katikati, hali kama mbaya. Naogelea mtu kwenye maji. Ameogelea kashindikana. Akalala chali kashindikana. Kaenda ubavu kashindikana. Akaanza pia nakufa. 10,000 hiyo. Hawataki tena bado. Walilazimika kuwasha mashine pale kumfuata. Naogelea mtu. Pale kwetu kuna jiwe moja liko kwenye mto. Jiwe kubwa wanaliita Chirulila. Naogelea mtu. Lile jiwe la Chirulila lilikuwa liko kama pale, yeye yuko hapa. Anatamani alifikie angalau ang'ang'anie pale. Haiwezekani. Naogelea mtu mwenye imani. Huyo ni mtu alikuwa anaweza kuogelea lakini alishindwa katikati. Amen. Katika swala la kuzama, haiangaliwe ni mchungaji unazama na watu wanaona fulani amezama kabisa. Huyo niko na mtu. Haijalishi ni prophet unazama na watu wanaoshuhudia umezama, huyo hapa zama. Ni mchungaji unazama, ni mwinjilisti unazama. Naongea na mtu imani. Kitakachosababisha usizame ni ule strong wa imani ulionayo. Amen. Imani yako ikiwa strong, kuzama hakutakuwa ndani yako. Natamani mtu mmoja ainue mkono aseme sitazama tena katika jina la Yesu. Inua tena mkono wako juu, sema sitazama katika jina la Yesu. Inua mkono wako, sema sitazama katika jina la Yesu. Sema tena hata akizibisha sitazama. Sema sitazama tena. In Jesus name. In Jesus name. Lakini kuna watu wana roho za kuzama. Amen. Kuna mtu ana roho ya kuzama. Na hata kama kinyang'ano iondoe hiyo roho, yeye hataki ondoke. Unamwambia inua mkono, sema sitazama. Yeye ndo kwanza ndo anachukua na simu anaanza kuangalia. Isa ngapi? Wengine nasema sitazama, yeye yuko na umeenda kweli. Huyo ana oji ya roho ya kuzama. Hao ni wale ambao wanataka wale watumishi ili amtoe kwenye roho ya kuzama. Anambeba kwanza mgongoni. Definition kwa mtumishi mgongoni. Yani unalala chini, yeye anapita juu. Hao ndio wanataka imani za namna hiyo wasizame. Naongea na watu wa imani. Mungu akomboe kwenye roho ya kuzama katika jina la Yesu. Somebody shout hallelujah. Mungu hakukuumba wewe ili uzame. Amen. Mungu alikuumba wewe ili usame. Jina la Bwana libarikiwe. Alikuumba wewe ili ufanye yale ambayo wengine wameshindwa kuyafanya. Naongea na watu wenye imani. Kwa kwenye maisha yako, moja ya vitu ambavyo utakiwa kuviangalia ni kuangalia kwamba mimi ni mdogo. Amen. Kwamba mimi siwezi. Kwamba mimi hili naona kama ni ngumu kwangu. Anza kuona kuweza hata kama kuna watu wanakuambia hautaweza. Anza kuona kushinda hata kama kuna watu wanakuambia hautashinda. Hawataki. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kupitia ibada ya leo. Sitazama tena. Sitazama tena. Na kila anayelizamisha atazama yeye. Katika jina la Yesu. Sema amen. Sema tena amen. Imani ni kuona vile Mungu anavyoona. Haleluya. Na imani yako ikipanda na vitu vinafanya nini kanisa? Hawataki. Imani yako ikipanda vitu vinafanya nini kanisa? Vinapanda. Na imani ikishuka vitu vinafanya nini? Acha kupeleka imani yako kwa mganga, utazama asubuhi watu wanakuona. Peleka imani kwa mwanaume Yesu aliye hai. Amen. Usipeleke imani kwa wanadamu, peleka imani kwa mwanaume Yesu aliye hai.
Anasema ole wake yeye amtegemeaye nani? Hawataki watakuongea. Ole wake anamtegemeaye nani? Mwanadamu. Nisome kitabu cha Warumi hapo nikuonyeshe kitu kimoja. Warumi 10 mstari ule wa 17. Read the Bible. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Biblia inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sema amina tena. Amen. Rudia tena. Biblia inasema Warumi 10:17. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na kusikia huko huja kwa neno la Kristo. Amen. Soma tena kitabu cha Ibrania. Ibrania 10. Ibrania 10:38. Read it. Ibrania 10:38. Biblia inasema. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa nini kanisa? Kwa imani. Kwa imani. Naye akisitasita. Naye akisitasita. Roho yangu haina furaha. Roho yangu haina furaha. Naongea na watu wenye imani. Amen. Naongea na watu wenye imani. Amen. Anasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Kwa imani. Na akionekana kwamba ana mashaka, ana sitasita, ana wasiwasi, ana hofu ndani yake, anasema mimi siwezi kumfurahia. Hebu tusomee tena hapo. Ni ngapi nasema? Ibrania ngapi? Ibrania 10:38. Biblia inasemaje? Biblia inasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ataishi kwa imani. Naye akisitasita, na huyo mwenye haki akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Roho yangu haina furaha na mtu huyo. Amen. Mungu akuondoe katika roho ya kusitasita. Amen. Mungu awataki. Mungu akuondoe katika imani ya kusitasita. Amen. Mungu akuondoe katika imani ya kusitasita. Amen. Akupe imani ya kusonga mbele. Akupe imani ya kuamini ya kwamba isiyowezekana kwa wanadamu kwake. Naongea na watu wenye imani kwenye mada ya leo. Naongea na watu wenye imani kwenye mada ya leo. Soma kitabu cha Mithali hapo, chap. Mithali 23, nisome mstari wa 26. Anasemaje hapo? Baba tunakuja Biblia inasema basi. Mithali 23:26. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Soma tena Mithali 23:26. Mwanangu, sema mwanangu, nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Macho yako yapendezwe na njia zangu. Yapendezwe na njia zangu. Amen. Kuna mwenye imani hapa aseme amina. Amen. Mungu anachokitaka, anataka wewe uone si kitu bila yeye. Amen. 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 Mungu anataka wewe uone si kitu bila yeye. Anakuambia wewe nikabidhi tu mimi. Amen. 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 Na mimi nataka mchana wa leo dakika 5 zilizoko mbele. Hapo watu. Amen. Dakika 5 zilizoko mbele. Mungu akufanye kuwa kitu cha thamani machoni pake. Amen. Mungu akufanye kuwa kitu cha thamani machoni pake. Amen. Chochote kibaya kilichokuwa kinakuzuia, Amen, Bwana akiondoa kwa jina la Yesu. Amen. Kilichomfanya Petro azame ilikuwa ni imani iliyoshuka. Biblia haisema alizama kwa sababu kulikuwa na upepo ukaleta wimbi, bali Biblia inasema imani ndio iliyoshuka. Biblia haisemi Petro alizama kwa sababu wimbi lilikuwa kali, bahari ilichafuka. Hapana, Biblia inasema alizama kwa sababu alipungukiwa imani. Amen. Naongea na mtu? Amina. Naongea na mtu? Na wewe uliyeko hapo, inawezekana kuna imani imepungua. Mungu aupandishe wewe imani kwa jina la Yesu. Mungu aupandishe wewe imani kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sio majoka miguu yako. Sina majoka miguu yako. Sisi wana wako tuko mbele zako, angalia Bwana, angalia Bwana. Sisi wana wako tuko mbele zako, angalia Bwana, angalia Bwana. Sisi wana wako tuko mbele zako, angalia, angalia Bwana, angalia, angalia Bwana.
angalia, 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 angalia Bwana, angalia, angalia Bwana, sisi wana wako tuko mbele zako, angalia Bwana, angalia Bwana, sisi wana wako tuko mbele zako, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia angalia Bwana, angalia angalia Bwana, angalia angalia Bwana, angalia 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 Bwana, sisi wana wako tuko mbele zako, angalia Bwana, angalia Bwana, sisi wana wako tuko mbele zako, angalia angalia Bwana, angalia Bwana, angalia angalia Bwana, Yesu angalia Bwana, Yesu angalia, Yesu angalia Bwana, Yesu angalia. In Jesus name, pigia Yesu makofi. Usaidie, utakuwa salama. Sawa sawa. Sawa. Kwa nini wako kwanza kuja? Usilie tena, sawa? Unaelewa? Usilie tena. Unasema kama tausi. Sifa tausi kufanya nini? Tausi ni nani? Tausi ni nini? Ni ndege au ni nini? Ni ndege. 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 Tausi anaruka. Ni ndege anayeruka. Unataka na nani? Mama, nataka nikuombee, sawa? Mungu wangu akusaidie. Unaona kuanzia hapo kushuka chini ni sawa na pamekufa. Ndio. Sasa kuanzia kwenda chini pamekufa, hapana ushirikiano na huko. Ni kweli. Sasa nataka nikuombee ili pawe na ushirikiano. Nikushukuru. Sasa nikikuacha kwenye ibada isipokuombea kuanzia kwa kwenda hivi chini, kuna spirit, kuna roho ya ulemavu inaenda kutengenezwa. Nataka nikuombee ili hiyo roho ikuachie. Niombee Baba. Sawa. Niombee nipone. Utapona. Wewe unaweza ukalia kwa sababu ya mtu eh? Kwa nini unalia? Usilie tena, sawa? Uyaache yote. Mungu anajua kuliko wewe unavyojua. Unaelewa vizuri? Unajua Abu yuko wapi? Sawa. Yupo Lindi. Fanya nini? Na alikwambia nini? Ndio kuna nasoma. Wewe unajua? Huwa anaitwa Sumaya. Sumai. Wewe sasa. Anasoma darasa la kwanza. Wapi lini? Lindi. Nani alimpeleka huko? Kule yuko shangazi yake. Kwa nini hapo kwa shangazi? Baba yake anamchukua. Moja, mbili, tatu. Sawa sawa? Ngapi? Tatu. Mama yako anataka kuja. Shika tano lako. Mara ya pili. Ushakuja. Kama tukae tusichoke. Haya. Ushakuja. Ndio nasikia.
Ni Malawi. Malawi. Do you know a spiritual husband? A spiritual husband. Do you know a spiritual husband? Ni Malawi. Spiritual husband. You don't know. Ni Malawi. Anaishi wapi? Canterbury. Anaishi wapi? There is a spiritual husband. Spiritual husband. Yana kazana eti mzigo na mke bibi. Moja, mbili, tatu. Sawa. Msana kama Smile. Mambo Smile. Mwanaume anayetokea usiku kwenye ndoto anaitwa spiritual husband. Wewe umeelewa? Maria Wategete yupo nje. Maria njoo tusaidie Kimalawi huko. Mama kako. Anaitwa nani? Mwingine huko. Mwanaume mwingine huko. Mwanaume mwingine huko. Wasahili heshima zote, Mungu mwenye nguvu, wasahili heshima zote, wakuabudiwa, wakuheshimiwa. Nimehesabu 1, 2, 3. Nikawa na hesabu wanaume. Sasa wanaume wa maisha yako. 1, 2, 3. Unaelewa vizuri? Unanielewa? Hawa watoto wangapi tumesema? 4. Sio wa kwake yule. Sasa na huyu naye pia hujaza naye, ambaye ni mwanaume wako wa 3. Mungu wao anataka kupe amani ya moyo. Sawa? Sawa. Sababu hata unaishi naye lakini uelewi. Unatamani uondoke. Usiondoke. Sawa? Sababu ya ulimwengu wa roho, naona mwanaume wa kwanza kwa heri, mwanaume wa pili kwa heri, mwanaume wa 3 naye kuna vurugu zinaendelea. Basi nafika hatua wewe usikubali kufa kwa sababu ya mtu. Usikubali kuchukua bora ninywe sumu, bora niondoke. Usikubali kwa sababu ya mwanadamu. Mwambie Mungu usiruhusu nikazame. Unaelewa vizuri? Hapa ulipo umebaki ni wewe kama wewe, hauna msaada wowote, lakini Mungu ni msaada zaidi. Huu mkono ukikugusa maisha yako yanabadilika. Sasa kuna maneno yatakolewa ambayo hakuwahi kukwambia tangu umeanza kuishi naye, itakuwa ni baraka kwako. Sasa Mungu wangu ana nguvu na hajawahi kufeli. Sasa wewe roho unasema nataka kumzamisha mtoto na kuondoa ndani ya maisha yake. 1 mpaka 5 mume anaondoka. 1, 2, 3, 4, 5. Takusi natamka uwezo, nguvu itokayo juu iwe juu ya maisha yako. Amen. Nimekuuliza mtoto anaitwa Abu. Ni mtoto wako? Wangapi? Mtoto wa mwisho. Mwisho. Mwombe mtoto wako. Sasa huyo naye kwambia mwombe. Ukipata nafasi mwombe. Unanijua?
nakuombea. Come on guys, everybody sing. Wewe roho kuleka ndani yako hii kwanza dakika hii. Anza kuondoka kwa Yesu leo. 1 2 3 4 5. Toka ndani kwa Yesu leo. Pepo chini. Unasema leta ulemavu ndani yake. Na kwa Mungu kuondoka kwa Yesu leo. Toka. Aga. Ukisema ndio na kwa Mungu kuondoka ndani yake. Kila roho ya uharibifu ndani yake na muondoa kwenye kuzama kwa Yesu leo. In the name of Jesus, live for life. Baba, pokea sifa. Out to yourself. Baba, pokea sifa. Usipa watu na kuabudu. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Mama nisikia. Kagua miguu yako vizuri. Kagua miguu yako, tembea hapo, kagua miguu yako vizuri. Nanga yako juu. Father, in the name of Jesus Christ. Jesus Christ. Sema mimi nakaa ndani ya kichwa hiki, kwamba nimejificha ndani ya kichwa hiki kwa muda mrefu na sitaki kuonekana. Dakika hii ni ya kuondoka ndani ya kichwa hiki. Kwa heri, kwa heri. 1 2 3, ondoka.
na uondoke leo. Nasema aya haraka. Ameniona, 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 Mashaki kwa sema kwa Jesus aleha, kwa Jesus aleha, roho yoyote iliyosukuma kwako ili kukuzamisha chini mauti, aga haraka, pepo mauti, udhaifu wangu, ile mama nimemwambia, afanye mazoezi hapa niendelee. Mshamruhusu msharuka. Why? Ameniona, 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 Jesus said. Unasikiaje miguu ilivyokuja na jinsi ulivyosema? Unasikia? Uliweka pesa. Kama umetoka vile. Kwanza ulikuwaje? Pamoja tuimbe nakupenda sana. Yes, Lord. Mama uko